Na vijana kati leo wanaongozwa na neno mwaka huu, mwaka wa 25, neno la Kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kitabu atakachoongozwa nacho kwa mwaka mzima, na mitihani yote itatoka hapo kuanzia hapa mpaka jimboni. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye mahubiri tutaenda na neno lao hilo hilo. Tutasoma Kutoka 14. Kitabu cha Kutoka sura ya 14. Tutaanza mstari wa 10 tutafika mpaka 15. Kitabu cha Kutoka sura ya 14. Kitabu cha Kutoka sura ya 14. Tutaanza na mstari wa 10 tutafika mpaka 15. Na watangulia kusoma. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama Wamisri wanakuja nyuma yao. Wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakaamlilia Bwana. Wakamwambia Musa, "Je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya? Hatukutoa katika nchi ya Misri. Neno hili silo tulilokuambia huko Misri kusema, tuache tuwatumikie wa Misri? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani." Musa akawaambia watu, "Msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaofanyia leo. Kwa maana," tarudia ile 13. Musa akawaambia watu, "Msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaofanyia leo. Kwa maana hawa Misri mnaoona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya." Bwana akamwambia Musa, "Mbona mnanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele." Bwana akamwambia Musa, "Mbona mnanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele." Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni Kutoka, ni safari ya wana wa Israeli. Neno kutoka tu mnajua ni kutoka sehemu moja kwenda mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Ni wana wa Israeli walikuwa wametumika sana kule Misri. Walitumikishwa na mambo mengi. Mungu alisikia kilio chao, akaamua kuwatoa katikati ya nchi ya utumwa ya Misri kuwapeleka Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio walikuwa kwenye njia hiyo ya kutoka Misri kuelekea Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mkono wa Musa ndiye aliyowaongoza kutoka katikati ya nchi hii. Walipoanza safari yao, kufika njiani, mbele yao kwa na bahari ya Shamu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akaanza na manunguniko yale, kwa sababu ya bahari ya Shamu ilikuwa mbele yao. Alafu maadui zao wanakuja nyuma wanawafuata. Wakaona sasa imani ile ya kuwatoa kule kuelekea Kanaani iko wapi? Hapa tunapitaje? Tunapitaje hapa kwenye bahari ya Shamu? Alafu nyuma pia kuna jeshi la Farao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walitoka kwa imani, lakini kufika pale imani kaanza kutindika. Wakaanza kumsahau Mungu aliyewaisha kutoka katika nchi ya Misri. Imani ilitindika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alisema nyamazeni. Mungu yeye ndio nyamazeni muone mkono wa Bwana. Akasema nitawapigania nanyi mnyamaze kimya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Musa akamwambia endeleeni mbele. Hakutaka anamwambia waendelee mbele. Mungu akamwambia Musa, umeshika nini mkononi? Akayapiga maji yakagawanyika. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Israeli wakapita mahali pale. Walipita kwa sababu walikuwa na imani. Maji yasimama huku na huku. Ungeweza wewe kupita, mtumishi wa Mungu? Hata ikatokea leo mchungaji Yesu hapo kuna mtu hapa. Huu ndio ushirika wake. Bwana Yesu asifiwe. Akayagawanya ya maji. Sijui itakuwa ni river au ni lake, vyote kama ni bahari au ni mto. Akaosimamisha hapa. Akaambia sasa nyinyi ndio wana wa Israeli, piteni hapa, nani atakayepita? Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, watapita watu wako. Umesimamisha, tuna mtu hapa tunataka tusafisha ndio tunaenda mbinguni, si ndio? Au ndio tunaenda siku kumwona mchungaji huko. Wamesimamisha hiyo. Utapita mtumishi? Imani. Wale watu walikuwa na imani ya ajabu sana. Kusimamisha maji yale wakapita pale, imani. Kilichowatoa Misri ilikuwa ni imani, walimwamini Mungu, wakapita mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini safari haikuwa nyepesi, ilikuwa ni ngumu kwao.
lakini kwa sababu ya mkono wa Bwana uliokuwa ukiwafunika siku zote za maisha yao, walisafiri salama. Ingawa jangwani kulikuwa kuna mambo mengi, kulikuwa kuna misukosuko. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine walikosa chakula, wakati mwingine maji yalikuwa hakuna. Walifika wakamnungunikia Musa, wakafika sehemu mpaka wakaamua kutengeneza sanamu ili kuabudu, wakamwacha Mungu wa kweli, wameshasahau. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaabudu ndama, wamemsahau Mungu, imani ilitindika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Majangwa yapo mengi. Majango mengine yana vichaka. Unaweza kufika sehemu katikati ya hali ngumu, jua kali, ukatulia hapo, ukapata kimvuli, ukatulia, ukanywa maji. Lakini majango mengine hakuna hata maji. Bwana Yesu asifiwe. Ni sehemu ngumu sana. Inahitaji imani ya ziada sana kupita katika jango hili, sababu hakuna maji, ni ukame, jua ni kali, hakuna sehemu ya kujituliza ukapata tulizo. Bwana Yesu